unaenenda nao katika kuwafundisha Biblia na kuwafanya wanafunzi ndio waweze kuwa wafuasi wa Yesu ambao wamekomaa na wanazaa matunda. Karibuni wapendwa kwa podcast nyingine ya Kujua Ministries. Tunaendelea na mada yetu ya wanafunzi, na mimi nipo hapa katika studio na mchungaji na mama mchungaji wangu wa kanisa la South Coast Community Church Ukunda, Kenya. Tumeanza mazungumzo juu ya mada ya wanafunzi katika makanisa yetu, na kama umekosa kutazama vipindi vyetu vya kwanza na cha pili, kweli ninaomba murudi nyuma na ututafute hapo ili mpate kuelewa mazungumzo ya leo. Na tunaongea leo zaidi kuhusu wanafunzi katika makanisa yetu hapa Kenya, na jinsi ambavyo yanakutana na labda mapambano fulani, na jinsi ambavyo labda hayaeleweki sana na watu. Kwa hiyo asanteni kwanza kwa kuja. Nimefurahi mpo nasi, kweli umejitolea sana na umekuwa baraka tayari, na nitafurahi kuona mazungumzo yetu ya kipindi cha 3. Kwa hiyo tuingie hapo. Kwanza ningependa kuwauliza, kusudi kubwa la wanafunzi ni kwa wanafunzi kukoma ili waweze kuwafundisha wengine, si ndio? Ndio. Na umeona kuna mapambano hapo katika kupata wanafunzi kuwa na ujasiri wa kutosha wa kuwafundisha wengine. Kuna vikwazo hapa au wote wanafanya au vipi? Kulingana na jinsi vile nimeona katika huduma, nimeona kwamba wakati nimeweza kufundisha wanafunzi kwa muda fulani, na sasa ninawaambia sasa mmekomaa, ni wakati wenu wa kwenda nje sasa mkatafute wanafunzi pia nyinyi mkapate kuwafunza yale ambayo mmejifunza. Unapata kuna wachache kwa pengine kwa nambari watu 10 utapata pengine watu kama 2 ama watu 3 ndio watakuwa na ule ujasiri wa kwenda kuanza kufundisha wanafunzi wengine. Lakini wale wengine wanasema kwamba siko tayari, bado siko tayari, nataka bado niendelee kufundishwa. Kwa hivyo hiyo ndio changamoto ambayo tuko nayo. Bado kuna hofu. Okay, kwa hiyo lakini mpango wa Yesu, au mchungaji unataka kuchangia hapa unaona? Nafikiria nikiongezea ni kusema tu ya kwamba si rahisi kuanza kufundisha wewe mwenyewe. Ni swala, kuna mambo mengi yanaendelea katika mtu ama mwanafunzi, hajiamini, anajihisi kama hajui vya kutosha. Kwa hivyo kuna mambo mengi yanamvuta nyuma ili asisonge mbele. Na badala ya kumwamini Mungu na kwenda kufundisha ile kitu amejifundisha, wanafunzi wengi wanasikiza hiyo sauti ambayo inamwambia hujaiva, hujatosheka, hakuna mtu atakusikiza. Nafikiri hizo ndizo changamoto nyingi ambazo ziko kwa wanafunzi ambao hawajiamini. Lakini inaonekana kwamba wanafunzi lengo la kwamba wao wanafundishwa ndio wawe wa kufundisha wengine. Nafikiri hilo ni lengo linafaa sana liwe kichwani mwao wakati wanaanza. Kuna watu wengine wakianza pia wanakuwa mimi nipo hapa kusikiza leo, kesho, mpaka kesho kutwa. Lakini ujasiri wa kwenda kufundisha ndio hawana watu wengi. Na ndio maana kusema ukweli ni changamoto kubwa ya kwamba kuna watu wanaingia wanafunzi lakini hawahitimu. Na kuhitimu kwa mwanafunzi ni afundishe mwingine. Ndio. Ni kama jinsi unavyoweza kuthibitisha wamehitimu. Okay, well, asante kwa jibu kwa jibu lenu. Lakini tunaona katika makanisa yetu kuna watu wanaofanya huduma na wao labda wanadhani ni wanafunzi wa Yesu. Labda watu wanadhani kufanya huduma
na wanafunzi ni kitu kimoja. Sijui. Unaona hii ni kweli au si kweli? Wanafunzi, na kwa sababu watu wengi watasema, mimi sijafundishwa sana, lakini ninafanya huduma, ninaimba, ninafanya nini kusaidia na sadaka, ninasaidia na watoto. Kwa hiyo mimi mbona ninahitaji mfumo wa mpango wa wanafunzi? Nafikiri hapo ndio kwenye changamoto kubwa sana, kwa sababu watu wengi wanakimbilia kufanya huduma hata kabla hawajafanya wanafunzi. Na katika hiyo hali tunapata kwamba tuko na kundi la watu ambalo wako mbele ya kanisa kabisa, wanaongoza katika huduma, lakini hawajakomaa kiroho ama kihekima kujua neno la Mungu, ama hata kuelewa Mungu anaomhudumia ama huduma wanayoifanya. Na sijui ni kwa nini inafanyika hivyo, lakini watu wengi sana wako kwenye huduma leo, lakini ukiangalia kwamba hawana msingi, kwa sababu hawezi, hata huduma wanayoitoa hawawezi kuitetea katika hali ya kiroho, hali ya kibiolojia, na pia wao kusimama kiroho kunakohitajika katika hiyo huduma. Unakuta kwamba ni watu wanayumba, kwamba ukiwaona wakihudumu wanakaa ni watu wa kiroho sana, lakini ukikuta maisha yao ni maisha tofauti sana. Kwa hiyo kuna faida gani katika mhudumu, tuseme mtu wa kundi la sifa kwa mfano, au mtu ambaye anapiga ngoma? Kuna faida gani kwao kujua neno la Mungu katika huduma zao? Labda watasema, ninapiga ngoma tu, sihitaji kujua neno la Mungu vizuri. Nafikiri kusema tu kweli kwamba mtu yeyote ambaye anafanya huduma, kwa sababu lazima turudi nyuma tuseme, je, wanafunzi lengo lake ni nini? Lengo moja la wanafunzi ni mtu akomae kiroho, kisha aweze kufundisha wengine, na pia aweze kufanya huduma ama kumtumikia Yesu Kristo. Inamaanisha kwamba kabla mtu yeyote aweze kumtumikia Yesu Kristo, anahitaji kuwa katika kiwango fulani cha kiroho, kwa sababu unapofanya huduma wewe tayari ni kiongozi, na tayari wewe ushakuwa na ushawishi wa kiwango fulani. Kama yule mtu anacheza ngoma pale, atafuatwa na watoto na vijana wenzake, na wanataka awasaidie, na ana nafasi ya ushauri, ana nafasi ya ushawishi. Kumaanisha kama amekomaa katika kiwango fulani, ana uwezo wa kutumia huduma yake na sehemu yake ya huduma kuweza hata kuwafanya wanafunzi wengine. Sasa tunakuta ya kwamba huyu mtu ako mbele katika hali ya huduma na katika ngazi za huduma ya kanisa, lakini ukiangalia ukomavu wake, kuna mambo haezi elezea, kuna misimamo anafaa kuwa nayo na hana, lakini tayari yuko kule mbele ambako zile vitu alikuwa anafaa awe nazo za msingi hazimo. Na ndio unakuta ya kwamba sasa unakuta kwamba tunayumba kwa sababu watu ambao tumewaweka mbele kanisani ama wametangulia pale mbele kwa sababu ya uwezo wao, talanta zao, unakuta ya kwamba wangelikuwa kwa kiwango kikubwa wanasaidia kanisa kwa jumla, kwa sababu wamekomaa. So hiyo ndio naweza sema ndio changamoto, na kuna faida sana kama mtu yeyote ambaye anahudumu kanisa angelikuwa amekomaa kwa kiwango fulani, kwa sababu mtu yeyote ambaye amesimama mbele ya kanisa katika huduma tayari ana ushawishi, na huo ushawishi wake anaweza kutumia kwa kiwango kikubwa ili kuwaeleza wengine, kuwashauri wengine, kuwasimamisha wengine katika hali ya kiroho. Kama yeye mwenyewe ana hiyo hali. Na mara nyingi tunawaita viongozi wa kanisa, si ndio? Tunawaita viongozi, lakini kama hawana msimamo wao wenyewe katika neno,
itakuwaje? Na ulitumia mara 2-3 neno la msingi. Umuhimu wa kuwa na msingi imara ni lazima. Tunapaswa sisi tunaofanya huduma yoyote, tunapaswa kuwa na msingi ambao utatuwezesha kujenga tuseme nyumba zetu za huduma, labda tuseme vizuri. Kwa hiyo wewe unasema kwamba wanafunzi kweli uwe kama msingi ule unaowezesha. Ni kweli lazima wanafunzi wa msingi, kwa sababu tukiangalia kuna kifungu fulani kiko katika Waefeso, nafikiri ni Waefeso 4, sijui kama nilikinukuu hapa. Waefeso 4 11 mpaka 13 yasema, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine manabii, na wengine wainjilisti, na wengine wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Hichi kifungu kiendelea mbele kinaonya ya kwamba, ama kinazungumza ndiyo haja ya watu kuwa wametayarishwa ni mwili wa Kristo ujengeke. Zaidi anaendelea na kusema hivi kwamba ndio wasiyumbishwe. Kwa hiyo tunaweza kuwa ndio kuna watu tayari wanatuongoza kwa sababu wanafanya huduma tayari. Lakini unakuta ya kwamba kunapokuja upepo ama kunapokuja mafundisho ambayo yafai, unakuta wanayumbishwa kwa sababu hawana msingi. Na katika kuyumbishwa kwao, kwa sababu tayari ni viongozi, unakuta tayari wanaumbisha wengine ambao wangelikuwa wamesimama imara, wangeongoza kwa mfano. Unakuta sasa huo mfano haumo, kwa sababu msingi wa yule mtu ambaye ulikuwa unafaa umsimamishe imara wakati wa mawimbi hakusimama. Kwa hivyo unakuta wale watu wanakuja kanisani, kwa sababu ukiangalia kama huduma kanisani, wanaohudumu kanisani labda ni asilimia labda hata kwingine inaweza kuwa 10. Kumaanisha kuna wale wanakuja, wanakaa, wanasikiza, wakiona watu wanaohudumu wanajua wale ndio wako mbele, wale wamesimama na Mungu. Kwa hivyo na wale nao hawana msingi. Kwa hivyo wanapoyumbishwa, wanayumbisha wengine wengi, kwa sababu tayari walikuwa washafikiria kama fulani amefanya hivi, kama fulani amefanya hivi, basi labda ndio njia iliyo sawa. Kwa hivyo unakuta ya kwamba kukosa msingi wa wanafunzi kunafanya kanisa nzima likose msingi. Na ndio maana wanafunzi kila mmoja, ingeliwezekana ama inavyotakikana, yeyote ambaye anasimamishwa mbele kama kiongozi ama mhuduma, kama vile tu Yesu alifanya. Kabla Yesu aseme hawa ndio wanafunzi wangu 12, isipokuwa Yuda ambaye alianguka, alikuwa amewapitisha katika elimu yake na akawacha kweli na wakaendelea. Paulo anaposema kwamba anamwambia Tito, nimekuacha Krete ndio ufanye hili na hili, anajua huyu nimemwacha amesimama imara. Anapomwambia Timotheo, nimekuacha Efeso, unakuta. Kwa hivyo anajua ya kwamba huyu sitamtuma abebe na upepo wa mafundisho ya uongo kama Tito alipotumwa Thessalonica. Angelienda huko na yeye aumizwe na mateso ya huko, aseme hata hii injili siwezi, lakini unakuta amesimama pia imara na yeye anadhibitisha watu. Kwa hivyo kusema tu kweli, kuna hitaji sana ya wale watu ambao wanahudumu wawe wametayarishwa na wanafunzi ndio waweze kuwa wanafunzi bora. Kweli ninapenda kurudi kwa jambo la msingi, na unaposema hayo yote tumefurahi watu wanapoingia kusema nina talanta fulani, mimi napenda sana kufanya huduma. Kweli kama wachungaji na wamama wachungaji, mtu akija na kusema nataka kufanya huduma,
tumebarikiwa na huyu, kwa sababu kuna wengi ambao hawajitolea katika hayo. Lakini mtu ambaye anafanya huduma atafaa zaidi akiwa na msingi mzuri, na ni kama Yesu mwenyewe ulipokuwa naongea, nilikumbuka mfano wa Yesu juu ya wao wawili waliojenga nyumba, moja juu ya mwamba, mwingine juu ya mchanga, si ndio? Na huyu aliyejenga juu ya mchanga, tunajua dhoruba ilipokuja, mawimbi na nini, nyumba yake ilianguka, si ndio? Na ni kama watu wanaokuja wenye talenta, wenye moyo, lakini bila msingi, ni kama huyu ambaye amejenga juu ya mchanga, na ingawa wana talenta nzuri sana na wanaweza kufanya, ni kama wanaweka kuta zao juu ya beach, kando ya bahari, wanaiweka tu bila kitu cha kuimarisha, na ni hivyo, si ndio? Kwa hiyo wakati wa mateso maishani mwao wataanguka, na hawataweza kusimama imara, hawataweza kuwa viongozi, hawataweza kuwa mifano, na pengine ushuhuda wao utaanguka pia hapo, kwa sababu hawakuchukua muda wa kuweka kupanda au kujenga kuta zao juu ya msingi mzuri wa wanafunzi hao, neno la Mungu kweli. Au kweli kabisa. Yeah. Kwa sababu pia nikijaribu kutafakari katika pengine huduma za wamama, pengine kuna mhudumu anahudumu katika huduma ya uimbaji, na yeye anachukuliwa kama kiongozi kule nje, pengine kwa marafiki zake kule katika mtaani kwenye wanapoishi, na kama huyu mhudumu pengine yeye hajakuwa katika wanafunzi, unapata pengine wakija wakimuuliza mawaidha, anawapatia mawaidha ambayo sizo, kwa sababu yeye msingi wake haujakuwa katika neno la Mungu. Kwa hivyo ni muhimu sana mhudumu kuwa mwanafunzi, kuwa anafundishwa neno la Mungu, anasoma neno la Mungu kila siku, na anaomba kila siku, yani maisha yake ya kiroho inakuwa iko karibu na Yesu. Kwa hivyo ni muhimu sana kwa mhudumu ndio tuweze kuwa mabarua ambazo zinasomeka vizuri, ambazo zinaonyesha Kristo. Na nina swali, wewe unatumia kitabu Hekima kwa Wanawake, nimesahau jina lake kwa Kiswahili. Okay. Na wewe unatumia mfumo huu, lakini hata katika kundi la sifa, kwa mfano, kama mtu amekomaa, yeye anaweza kuwa karibu na mtu mwingine kwenye kundi na kumsaidia na kumwezesha hata bila kitabu, si ndio? Wanaweza kusoma neno. Kuna namna nyingine ya kufanya wanafunzi, labda usio kama labda mtu mmoja kwa mtu mwingine tu, si lazima kuwa na kundi la watu. Labda una hofu na unasema, mimi si mwalimu, lakini nimeanza kujifunza neno, na huyu dada ni mdogo kuliko mimi katika mambo ya kiroho, na ningependa kumsaidia kwa yale ninayojua tayari sasa, kwa jinsi nilivyofundishwa. Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo pia, mtu anaweza kufanya hivyo. Ndio. Yeah. Ndio, si lazima tu iwe mkutano wa wanafunzi katika kikundi kikubwa kama watu 8, 10, si lazima 12, lakini pia unaweza kukutana na, yani ikuwe ya moja kwa moja na wengine, labda wanasema ni one on one kwa kizungu. Kwa hivyo moja kama tuseme sasa, kwa mfano pengine natumia jina fulani tu, niseme Esther ameamua kwamba yeye ni mwanafunzi, anataka kutembea na Irene ambaye ni mdogo wake kwa mambo ya kiroho. Kwa hivyo pengine ataamua kutumia hicho kitabu kutembea na yeye, ama atumie Biblia, kitabu cha Biblia, atembee na yeye katika hali ya kumfunza neno. Muhimu tu ni ile ya kwamba anamfunza neno la Mungu. Hiyo ndio muhimu. Na katika maisha yangu binafsi nimeona kwamba kila wakati ninapofunza neno la Mungu, mimi ndio nakuwa zaidi hata kushinda yule ambaye ninamfundisha neno la Mungu. Kwa hivyo ni njia moja ya kwamba tukiamua kufundisha wanafunzi wengine, sisi tutakomaa zaidi, kwa maana hakuna vile nitaenda kufundisha mwanafunzi kama mimi sijaingia ndani nijichunguzia neno la Mungu inasema nini, ndipo niweze kufundisha yule mwanafunzi mwingine.
Na okay, hii ni swali ambalo sijaandika lakini umenikumbusha swali hili kwamba nini kama viongozi, na mmekuwa mchungaji na mama mchungaji kwa miaka mingapi sasa? Miaka 15 minne. Wow. Na kabla ya hapo mlifanya huduma pia, si ndio? Kwa hiyo mmekuwa watu wa huduma kwa miaka mingi. Lakini ninyi pia mnahitaji kuendelea kufunzwa na Mungu au nini? Kwa hiyo nini mnafanya nini kama mchungaji na mama mchungaji kupata kulishwa, kupata kukomaa zaidi, kwa sababu hatutakomaa mpaka tufe au Yesu aje kutuchukua, lakini lengo ni kuendelea kukomaa siku hadi siku, si ndio? Hii inaitwa sanctification, utakatifu, si utakaso, sijui kwa Kiswahili, utakaso kwa Kiswahili. Kwa hiyo ni lazima kwa wale ambao wanawasaidia wengine kuwa katika sijui mchakato huo nini. So tuambie kidogo hapo. Ndio, ni kama jinsi unavyosema, kweli ni muhimu sana. Mimi kama mama mchungaji ama kiongozi wa kufundisha wanafunzi wengine, ni muhimu sana kwamba pia mimi naendelea kukua, pia mimi naendelea kufundishwa, maana siwezi nikafundisha kila ambacho mimi sina. Kwa hivyo sisi kama kibinafsi kanisani kwetu huwa kila Jumanne huwa tuko na mafundisho yetu ya sub staff. Mimi huwa ninaenda katika huo mkutano na huwa ninafundisha neno la Mungu kila Jumanne. Naenda nikifundishwa neno la Mungu, na hiyo imekuwa ikinisaidia. Ndio. Okay. Nafikiri nikiongezea ni mtu yeyote excuse me. Nafurahi vile umesema kwamba hatuwezi kukomaa mpaka kilele ama kufika mwisho. Wakati wote sisi tunakomaa. Na mtu yeyote ambaye anaendelea kuhudumu na anaendelea kufundisha watu wengine, inambidi na yeye atafute nafasi za kukua kiroho. Hizo nafasi za yeye za kuwa nafasi za kibinafsi, katika wakati wao wewe binafsi kusoma Biblia, wakati wa kukaa katika mafundisho chini ya wafundisha watu wengine, ambapo wewe sasa unaketi na wewe unafundisha na watu wengine. Na pia unaweza kuwa na mtu mshauri wako ambaye mwaweza kuwa mkazungumza mara kwa mara, anaweza kwa kushauri kwa mambo fulani ama kukufundisha mambo fulani. Lazima mtu yeyote ambaye ni Mkristo lazima ajipatie nafasi ya mara kwa mara kuketi chini ya mtu mwingine kufundishwa, ndio aweze kukomaa na ndio aendelee kuendelea kukomaa. Asante sana kwa majibu yenu. Hata mimi niliona katika maisha yangu tunahitaji uwajibikaji. Tunahitaji kuweka mambo haya katika maisha yetu pia. Kwa hiyo si kwamba unafikia sehemu ambayo basi nimefikia sehemu fulani ya kukomaa. Hapana, kwa maisha yetu yote tutaendelea hivyo, na watafute wale ambao wataweza kusema ndani ya maisha yetu, ambao wataweza kutufundisha sisi vizuri, ili tuendelee na Yesu, tukomaa katika mambo ya kiroho katika maisha yetu. Mungu anatamani kututumia sisi sana katika ufalme wake, lakini tunahitaji kuwa tayari. Na sisi tumebarikiwa na watu kupitia historia yetu, tumebarikiwa na watu ambao walisema ndani ya maisha yetu, na ndio maana sisi tunaweza, na tuko katika neno, na tuko katika kuwafunza wengine. Na hata mimi sijui nini, tunapowafunza wengine, mimi ninapowafunza wengine, mimi ninajifunza kwao pia. Kweli. Sijui jinsi inavyotokea hivyo, lakini ninaona na tuwe na mioyo ya kufundishika, kuwa tayari ya kujifunza kila wakati. Kwa hiyo katika kipindi cha mwisho tutarudi kwa kipindi kingine cha 4. Tutajifunza juu ya mawazo yao kwa kanisa la Kenya. Tufanye nini kuongeza mienendo hii ya wanafunzi katika makanisa yetu, na kwa nini ni muhimu sana tufanye hivyo, tuwe tayari kufanya
kazi ngumu ya kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, ya kuongezeka katika mambo ya kiroho. Kwa nini tujali mambo hayo? Kwa hiyo tutazungumzia hayo katika kipindi cha 4, na tena asanteni sana, na niye ambao umetusikiliza tunawashukuru sana, tunawapenda, na mpaka wakati ujayo mubarikiwe. Amen. Wa Yesu juu ya wao wawili waliojenga na unawaambia moja juu ya mama, ili tuendelee kufundishana ama kufundishana. Ndio. Kwa hivyo wa Yesu wale watu unawapata ndio unaenenda nao katika kuwafundisha Biblia na kuwafanya wanafunzi ndio waweze kuwa wafuasi wa Yesu ambao wamekomaa na wanazaa matunda.